Unajua kinachoendelea mitaa ya Msimbazi baada ya Simba kupoteza mchezo wake wa tarehe 7 na Azam akifungwa goli 2-0 ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Mimi ni Hassan Sadamu, hii ni Data Sports, nipo na Alois Sagara. Tuko hapa kukujuza kumekuwa na vikao vya mara kwa mara ndani ya Msimbazi. Unajua vikao vinahusiana nini? Mimi na Alois Sagara tuna taarifa nzima baada ya kuhakikisha tumezichakata tukazikuletea kwa umakini wa hali ya juu. Alois Sagara, yes. Vikao vya kila muda bana. I say vikao mitaa ya Msimbazi saizi havikatiki. Yani wamekuwa wakiitana mara kwa mara. Lakini mimi ninaona ndio wakati sahihi zaidi wa kufanya mambo yao wayaweke vizuri ili inaporejea ligi basi wao wamemaliza tofauti zao na ule mpasuko umetamatika klabuni kwao. Ndio bana, taarifa mapema imetoka kutoka klabu ya Simba Sports Club wakisema kwamba kwa sasa wameweka mapumziko hadi Disemba tarehe 28 ndipo watarudi kambini kuendelea kujifua. Kumbuka hapa kuna likizo ndefu takriban mwezi mmoja, wakati vilabu vingi vimeelekea katika michuano ya AFCON ambayo itaanza tarehe 21 mwezi wa 12, Tanzania na sisi tukiwa tumebahatika kupata fursa ya kuwa washiriki katika michuano. Lakini klabu ya Simba wao wametoa taarifa kwamba kwa sasa wameenda mapumziko ambao ilianza rasmi tarehe 7 baada ya mchezo wao wa mwisho dhidi ya Azam wa ligi kuu kwa msimu huu wa 2025. Tukirudi ni msimu wa 2026 ndani ya msimu mmoja, lakini mwaka mwingine ndipo ligi yetu itarejea. Tuanzie hapo, klabu ya Yanga wao walitoa mapumziko kwa vipengele kwamba walitoa tarehe 7 mpaka tarehe 15 wanarudi, baadaye tena tarehe 15 watatoa tena mpaka tarehe 20, alafu waende tena mapumziko baadaye warudi. Klabu ya Simba wao wametoa almost mwezi mzima hapo, unaweza kuhesabu kwa ajili ya mapumziko mpaka tarehe 28 ya mwezi wa 12 ndipo watarejea. Tuanze hapa Alois Sagala kwanza. Unajua ukitazamia klabu kama Simba kwenye ligi ilikuwa imeanza vizuri sana kabla ya kupoteza mchezo wake wa mwisho dhidi ya Azam kwa mabao 2-0. Ulikuwa unaizungumzia Simba ambayo imepata ushindi kwa 100% kwenye michezo yake. Sasa kwenye mchezo wa 5 ndio akaja kudondokea pua, wanasema kwamba wakakubali kichapo kwa Azam. Hiyo hali kaja kuwashtua zaidi, lakini ile ilikuwa imeshtua zaidi ni performance yao kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, kwamba amecheza mchezo wa kwanza nyumbani dhidi ya Petro di Luanda akapoteza, kaenda ugenini kacheza dhidi ya Stade Malien kapoteza pia. Kwa hiyo unatazama ni klabu ambayo kimataifa haijaanza vizuri. Kwa hiyo wameamua ili gap kutoa mapumziko kwa wachezaji wao kwenda kupumzika, kujiweka sawa ili wanaporudi sasa klabuni hiyo Disemba 28 wanazianza zile program kuiendea michezo ya ligi kuu ambayo itakuja kuresume mwezi wa kwanza kwa maana ya Januari, lakini pia michezo ya kimataifa ambayo pia itarejea mwezi Januari. Kwa hiyo natazamia ni Simba ambayo inatambua wapi imekosea, kwa hiyo wanataka kurejea mapema ili kuanza kujinoa, kujiandaa na mashindano ya michuano mbalimbali. Ukitazamia pia ndani ya klabu kuna mambo mengi ambayo yanaendelea nje ya kiwanja. Tumeshuhudia pia kwenye benchi lao la ufundi wameweza kubadili mtu, ametoka Dimitri Pantev manager, amepewa Selemani Matola kocha wa muda, lakini wako kwenye mchakato wa kutafuta mwalimu mpya. Kwa hiyo kwenye muda kama huu pengine wamejipa hizi siku ili wafanye pia mchakato wa kumpata mwalimu mpya, kwamba anapokuja mwalimu mpya wachezaji wanaporejea hiyo Disemba 28 wanakuta tayari mwalimu mpya yupo, wanaanza kazi kwa pamoja ili kuweza kukinua kikosi na kukitengeneza ili kuweka imara zaidi kwenda kupambana kwenye michuano inayofuata mbele yao. Tunamzungumzia mnyama ambaye alikuwa ameshinda mechi zake 4 zilizokuwa zimepita, akaja kupoteza alama katika mechi yake ya 5 dhidi ya Azam. Maneno yalianzia hapo. Huku Selemani Matola alisimamia mechi dhidi ya Mbeya City, hapo kuepo kelele kwa sababu mnyama alibuka na ushindi. Baada ya ushindi tukaanza kusikia vilio kwa Selemani Matola. Lakini hapo Stade Malien Simba alipopoteza tukasikia vilio na barua ikaambatanishwa iliyoandikwa taarifa kwa umma, meneja mkuu wa klabu ya Simba kuwa ameondoshwa Dimitri Pantev. Kelele zilianza katika mchezo wake dhidi ya Petro di Luanda katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama unakumbuka vizuri kwamba hakumchezesha namba 9 halisia ambao akimtarajia, ukiangalia Simba imeshaini namba 9 wengi. Hapo tunamzungumzia Jonathan Soa, Selemani Mwalimu, tunamzungumzia Steven Dese Mukwala. Hakuwachezesha, kelele zikaanzia hapo. Mchezo uliofuata ni dhidi ya Stade Malien ugenini. Simba akafungwa. Alipofungwa kesho yake tukapata taarifa kwa umma, ambao asubuhi kocha yale wakati anawasili Dar es Salaam akitokea Mali alisema kwamba hana uhakika swala la yeye kubaki ndani ya klabu, analiachia uongozi wa klabu ya Simba. Ilipita jioni nafikiri saa 1 kamili, taarifa kwa umma, ameondoka. Tunarudi hapo. Kuna taarifa kwamba jana majira ya mchana klabu ya Simba iliweza kufanya
kikao cha dharura au kikao kizito miongoni ambao ni bodi ya wakurugenzi. Kikao hichi ni kwa ajili ya tathmini kuelekea dirisha dogo litakalofunguliwa la Januari tarehe 15, dirisha litakapofanyaje, litakapofunguliwa. Tathmini ipi? Tathmini kwamba kuna baadhi ya wachezaji wanatakiwa waondoke, walete wengine, likiwemo lengo kuu la kumtafuta kocha wa kuinoa klabu ya Simba. Kumbuka kuna kelele zilitokea katika mechi ya mwisho dhidi ya Azam. Mashabiki baadhi wakisema kwamba hawamtaki tena Selemani Matola. Wengi wakiwa na maswali. Benchi linaondoka, Selemani Matola anasalia. Kila mtu akawa na maswali hapo. Sasa tuanzie hapo, Alois Sagala. Kwa nini makocha wanaondoka lakini tunaambiwa Selemani Matola ndo kocha msaidizi? Kocha mkuu anapoondoka yeye anaondoka. Unakuta sometimes imekuwa na hiyo na hii. Kocha anapokuja hasa wa kigeni anakuja yeye na benchi lake. The same tulimuona kwa Dimitar Pantev wakati anakuja Simba kama meneja mkuu, alikuwa ameambatana na mwenzake wawili. Upande kwa Yanga the same. Tumemwona Pedro amekuja lakini yuko na Philippe pale. Wako wawili. Imekuwa na hiyo tabia kwamba tunaiona kocha anapokuja, kocha mkuu na benchi lake, lakini tunaambiwa kuna na kocha mwingine anakuwepo kocha msaidizi upande kwa Simba. Kwa nini Selemani Matola wanapoondoka au benchi linapovunjwa yeye huwa anaendelea kusalia wakati naye ni kocha namba 2 na yeye alitakiwa afanyeje? Aidha aondoke. Unajua ukijiuliza logical question kama hilo ni kwamba haiwezekani makocha wanaopita Simba, Matola kafanya na makocha takriban 9 ndani ya Simba hadi sasa. Ndio. Haiwezekani makocha hao wote wanapita ndani ya Simba, wanaonekana hawatoshi, wanafungashiwa virago. Wewe ambaye ulikuwa ndio msaidizi wa kocha mkuu unasalia kwenye nafasi yako. Haiwezekani kwamba ina maana Matola ni mtu safi sana, ni mtu bora sana ndani ya Simba, kwamba wanapita makocha ambao wanaonekana kufeli, ila yeye licha kuonekana kocha mkuu anafeli, yeye kama msaidizi anafanikiwa. Hapana. Labda kama Simba anaangalia kwa upande ya kwamba Matola ni mtu ambaye amekuwa klabuni kama mchezaji, amekuwa klabuni pale kwenye benchi la ufundi la Simba, ni pengine wanataka kumtumia kama mtu ambaye atakuwa anawakaribisha wageni, kwa maana kueleza falsafa ya Simba, kuwafundisha mazingira ya klabu ya Simba. Labda kama watamtumia kwenye engo hiyo, lakini kama ni kiufundi haiwezekani. Wakubwa wanakuja wanaondoka, hawatoshi. Yeye Matola anaonekana kuwa ndiye kete sahihi zaidi kwenye benchi la ufundi, kwamba watu wanapita wanaondoka, Matola anasalia. Ndio kitu ambacho kimekuwa kikiwatoa nje baadhi ya mashabiki wa Simba wanajitokeza hadharani na kuzungumza ya kwamba Selemani Matola pia pengine ni tatizo ambalo linaigharimu Simba. Anapaswa kuondoka ndani ya Simba, pengine mambo yatawanyokea. Ndio baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba wanachokiamini ndani ya Simba. Na umezungumzia kwamba uwepo wa kikao ambacho kimefanyika jana cha bodi ya wakurugenzi kufanya tathmini kuliendea dirisha dogo la usajili. Ni vizuri zaidi kama wataanza na kocha kwanza. Unajua kocha ndiye mtu ambaye ataangalia ni yupi nitafanya naye kazi na yupi sitofanya naye kazi. Hapo nazungumzia kwenye benchi la ufundi, lakini pia kwa wachezaji walioko ndani ya Simba. Kitakuwa ni kitu cha ajabu, unamleta mwalimu mpya lakini hajahusika kwenye sajili ambazo zinakwenda kufanyika mwezi Januari. Kwa hiyo ninavyosema kwamba waanze na kocha mkuu wa klabu, nina maana yangu kwamba atakapokuja mwalimu mkuu wa klabu kwa maana ya kocha mkuu, atatazama kikosi cha Simba, atawaangalia wale wachezaji maybe kuanzia tarehe 28 mwezi wa 12 mpaka tarehe 15. Itakuwa ni kama wiki 3 na siku kadhaa ameweza kufanya kazi na kikosi cha Simba. Ataweza kumwangalia, je, huyu Elim Panzu ninaweza kubaki naye kikosini? Kama sina matumizi naye, ninapaswa kumuondosha na kupeleka proposal kwa maana ya report ili nihitajike kuletewa mtu mwingine kikosini. Je, vipi kuhusu Kibisawala? Vipi kuhusu Steven Dese Mukwala? Vipi kuhusu Jenshazi au vipi kuhusu Mutale? Je, ninapaswa kufanya nao kazi? Na kama hawatoshi, basi atabidi aandike ripoti na kuiwasilisha kwenye uongozi wa klabu ya kwamba hawa sitawahitaji kwenye kikosi changu, tufanye replacement yao, tulete mchezaji huyu na yule pale. Kwa hiyo Simba kabla ya kuanza kufanya vikao vya kuliendea dirisha dogo kwa ajili ya kuleta wachezaji wapya kulingana na mahitaji yao, wanapaswa kwanza kumtafuta kocha mkuu wa klabu ambaye atashirikiana na benchi lake ambalo atakuja nalo. Hata kama Matola pia atasalia kuwepo, atashirikiana na mkurugenzi wa ufundi na viongozi wengine kwenye benchi la ufundi kuweza kufanikisha na kufanya sajili ambazo zinakwenda kukidhi mahitaji ya klabu ya Simba. Kuna baadhi ya wachezaji wamekuwa wakisajiliwa wanakuja pasipo kukidhi mahitaji, kwamba tumesajili tu ili mradi na sisi tumefanyaje,
tumeenda sokoni na tumesajili mchezaji kukomoa, tunasema ule usajili wa kukomoa. Kwa hiyo Simba ilipofikia, ukitazama kimataifa hawajaanza vizuri. Sasa wanapaswa kusajili wachezaji kulingana na uhitaji wa kikosi chao, lakini pia kulingana na hitaji la mwalimu ambaye atakuwa amekuja klabuni hapo. Alois Sagara, turudi msimu wa 2025, msimu wa 24-25 ambao ulikuwa chini ya Fadlu. Klabu ya Simba ilikuwa na structure kwamba tunajenga timu. Kama unaikumbuka maneno mawili ya Simba. Simba mpaka anaenda finali ya kombe la shirikisho barani Afrika na RC Berkane msimu uliopita, walikuwa wanatuambia kwamba Simba bado inajenga nini? Inajenga timu. Msimu umeanza, project alianza nayo Davis Fadlu ambaye alikuja kuondoka. Tunarudi, kocha ni mpya atakayekuja, labda ambao kwa sasa viongozi, bodi ya wakurugenzi imekaa, labda amesema huyu anafaa kuja kuinoa klabu ya Simba. Je, tunarudi pale pale kwamba Simba bado inaendelea kujenga timu? Watu wetu kupingana na hilo. Tazamia maingizo ya wachezaji ambao waliweza kuingia msimu jana chini ya kocha aliyeondoka kwenda Raja Casablanca, tunamzungumzia Fadlu Davids, lakini pia kwa maingizo ya wachezaji pia ambao amekuja dirisha hili. Kwa hiyo wanakuja kutazamia, wana kundi kubwa ambalo wanahitaji kugrow pamoja na kudevelop pamoja ndani ya timu. Kuna maingizo ya wachezaji wengi pia vijana ambao wameingia ndani ya timu, bado wanahitaji time kukua na kuperform zaidi na kuinufaisha Simba. Kwa hiyo wanapaswa kupewa muda. Kwa hiyo tunaposema kwamba Simba bado inajijenga ni sahihi zaidi, kwa sababu hata unemzungumzia ambaye ni top man ndani ya timu, out star wa timu, Jinchazi ndo msimu wake wa pili ndani ya Simba. Kwa pia anahitaji bado kupata time kubwa sana ili kuweza kunufaisha zaidi wana Simba na kunufaisha zaidi klabu yake ambayo anaitumikia. Kwa hiyo Simba, kwa kupigia mstari ni kwamba Simba bado inajijenga, na hata mashabiki wao pia wanapaswa kulifahamu hilo, kwamba kuna kipindi sisi tunafanya vizuri, mpinzani wetu alikuwa anateseka, ambaye alikuwa ni Yanga. Kwa Yanga sasa anafanya vizuri, Simba pia anateseka kwa sababu anapitia kipindi ambacho tunasema ni transition, kwamba kuna kizazi ambacho kilikuwepo ndani ya Simba kinatoka, kuna kizazi ambacho kinatengenezwa ndani ya Simba, kizazi kipya. Unaizungumzia Simba ambayo ilikuwa ikifanya vizuri mbele ya Yanga, ni Simba ambayo ilikuwa na kina Medika Gele, Simba ilikuwa na John Lafair Boko, Simba ambayo ilikuwa na Aishi Manula, Simba ilikuwa na Klatos Chama, Simba ilikuwa na Ruiz Jose Mixon. Kwa ni Simba ambayo ilikuwa imesheheni wachezaji ambao walikuwa ni wa daraja la juu. Hivi sasa ndani ya Simba ukitafuta wachezaji ambao ni top class player unawapata wachache sana, na wengi wao ni wachezaji ambao wanahitaji kupewa muda zaidi ili kukua zaidi. Tunaendelea, mdau wa Data Sports, na wewe unaruhusiwa kuchangia kwa uwanja wa comment, tuko wazi, unaruhusiwa nayo kuandika chochote kuhusu mada hii tulionao mezani. Lakini swala ambalo tunalo kubwa, Simba wamefanya vikao. Inafanya bodi ya wakurugenzi. Wanachofanya ni tathmini ya Simba. Kuna mtu anajiuliza, yuko pala anajiuliza, anatutazama, wanajiuliza, ni wa Data Sports familia. Anauliza, Simba wanafanya tathmini ya viongozi wakati wakichukua taswira iliyopita Julai mwezi wa 12 walifanya mkutano, mwezi wa 11 tarehe 31 walifanya mkutano mkuu wa klabu ya Simba. Lakini mkutano haukwenda vizuri, wanachama hawakuridhika na majibu waliyopata. Tunarudi leo, hii bodi ya wakurugenzi inakaa kufanya tathmini. Tathmini ilitakiwa ianzie wapi? Ianzie kwanza kwenye uongozi wa klabu ya Simba, kuanzia mkutano ulivyoendeshwa. Hiyo ndio tathmini ilitakiwa ifanyike. Kuelekea dirisha dogo ambalo wanatamani kwenda kufanya usajili. Baada ya kufanya sasa tathmini ya kwanza uongozi ndani, kiongozi mkuu mzee wetu Celestima alitoka mbele akasema kwamba ndani ya klabu ya Simba kuna viongozi wengine wakapimwe tatizo la akili. Kiongozi mkubwa wa klabu ya Simba anatoka mbele anasema vile. Anasema ndani ya uongozi wa Simba tunarudisha, tuliwahi kumwambia hapa mdau wa Data Sports kwamba hicho kitu alisema kwamba kuna wengine Simba ikifungwa wao wanasherekea ndani ya Simba. Kwenye ile tathmini ya bodi ya wakurugenzi ambayo ilifanyika siku ya jana, ilitakiwa ianzie hapo sasa tathmini. Yani kwa lugha nyepesi ni kwamba Hassan Saddam kwamba viongozi wa Simba walipaswa kujifanyia tathmini wao wenyewe kwanza kuliko kwenda unasema usitoe kibanzi kwenye jicho la jirani yako la rafiki yako kabla hujajiangalia kwenye jicho lako na nini. Kwa hiyo viongozi wa Simba wanapaswa kwanza wao kama wao wajifanyie tathmini, waangalie mtu kama kuna mtu anajihisi kabisa hafai kwa kwenye nafasi aliyopo ndani ya Simba, a step down kwa maana ya kujiuzulu. Sio mpaka kuondolewa. Kuna wengine wanakuwa wabishi. Kwa hiyo yeye mwenyewe ndani ya nafsi yake anajiona kabisa sitoshi kuitumikia taasisi ya Simba, basi ninapaswa kujiuzulu. Kuna mambo mengi ambayo yametokea sana kwenye mchezo dhidi ya Azam baada ya kupoteza ule mchezo. Kuna baadhi ya mashabiki wametishia, wanasema kwamba kiongozi fulani asipotoka ndani ya Simba hatutakwenda kiwanjani. Nilishawahi kuzungumza
Miongoni mwa vitu ambavyo vinaingizia vilabu vyetu mapato hapa Tanzania, cha kwanza ni mauzo ya jezi, lakini cha pili ni gate collection. Ndio itakuja na mambo mengine ya partnership kutoka na makampuni mbalimbali ya biashara. Lakini gate collection ni miongoni mwa chanzo kikubwa cha mapato ambacho vilabu hivi vikubwa Simba, Yanga vimekuwa vikinufaika kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo mashabiki wanapokuja na mpango kazi wa kuja kususia michezo ya klabu husika, hata kwa sababu kuna kiongozi hawakubaliani naye, kuna kiongozi hawamtaki ndani ya klabu yao, itakuwa ni hatua mbaya zaidi. Kwa viongozi wanapaswa kujitathmini. Kama kuna kiongozi hatoshi kwa nafasi aliyopo, basi aondoke ndani ya Simba. Ndani ya Simba kuna watu wengi sana ambao wanaweza kuisimamia taasisi ya Simba na wakiipeleka kwenye direction ambayo ni sahihi zaidi kuliko hivi sasa tunavyoona Simba inaingia shimoni, Simba inapasuka na Simba ina makundi. Baada ya tathmini ya viongozi, sasa ndo tunarudi sasa kwenye tathmini ya wale ambao wanatupa pointi 3 uwanjani. Hapa tunawazungumzia wachezaji. Tunarudi tunamwangalia, ndio msimu umeanza, Simba ana mechi 7, ana mechi 5 mkononi. Mechi 5 ameshinda mechi 4. Amepoteza mechi 1. Unaona sio mbaya kwa Simba, lakini lengo washinde zote kwa waendeleze ile asilimia ya ushindi. Kama klabu ni kubwa ni ya Simba. Wamecheza mechi za kimataifa. Achana na preliminary ambazo zile preliminary stages za mwanzoni zile. Achana nazo. Zingatia mechi 2 ambapo bado wana safari ya mechi 4 mbeleni. Wameshacheza mechi 2 tayari. Wamebakiza mechi 2. Mechi ngapi? Almost mechi. Wamebakiza mechi 4 kwa maana Petro ugenini, Stade Malien nyumbani na yule Mwarabu mwenyewe hajacheza naye Esperance nyumbani na ugenini. Mechi 4 zimesalia. Ambao wameshacheza mechi 2. Wamepoteza zote 2. Tunarudi sasa kwenye tathmini, wachezaji tulionao wanakidhi kutupa matokeo kiwanjani. Hapo ndo baada ya tathmini ya uongozi juu kufanyika, inafuata ni tathmini sasa ya wachezaji tulionao. Tuzungumze klabu ya Simba, tumeitazama namba zake tunazo, tumejaribu kuzidisplay mara kwa mara. Tunarudi pale, ukimtazama nani aondolewe katika dirisha dogo? Bwana Alois Sagala, wewe ukimtazama ndio unasema huyu na Simba hawezi awaendani naye. Unanigeuza kuwa mtabiri, ila kwa sababu ni vitu ambavyo vinaonekana kwa macho, ndio sio mbaya nikitaja mchezaji mmoja pekee ambaye mimi ninaona huyu anaweza kumpunguza afu akaleta mtu ambaye ata challenge zaidi kwenye eneo hilo. Na huyo si mwingine bali ni eneo la ushambuliaji. Simba tumeshuhudia wanae Jonathan Soa, wana mtu kama Suleiman Mwalimu na wana mtu kama Steven Dese Mukwala. Kwangu mimi Mukwala nadhani ni mtu ambaye anahitaji kuwekwa pembeni na akatafutwa mshambuliaji wa viwango vikubwa zaidi. Labda niongeze na mtu mwingine wa pili kwa eneo la pembeni. Luis Jose Miquissone ni mtu ambaye amekuwa akitajwa sana kwenye viunga vya wekundu wa Msimbazi Simba. Unakumbuka kule Udi Songo ameweza kuisaidia Udi Songo kupata ubingwa, na yeye akiwa ni sehemu kubwa zaidi ya mafanikio ya Udi Songo. Kuna taarifa za chini kama unavyofahamu kwenye soka, tetesi hazikwepeki, kwamba Luis Jose Miquissone anahusishwa kurejea Simba. Haitakuwa vibaya kama watafanikiwa kumpata pia, kwa sababu tumeshuhudia mtu ambaye wanaye hivi sasa eneo la pembeni kwa maana ya Elim Panzo Kibisawala amekuwa ni mtu ambaye hajawa na consistency ya kufanya vizuri. Leo atakupa kitu kizuri, kesho atakupa kitu cha kawaida, atakupa kitu kizuri, kesho atakupa kitu cha kawaida. Lakini kwa Luis Jose Miquissone tulimshuhudia akiwa Simba kabla ya kuondoka kwenda Al Ahly na baadaye tena akarejea Simba. Alikuwa ni mtu ambaye anafanya vitu vyake kwa ustadi wa hali ya juu. Ni mtu ambaye alicheza Simba kwa mafanikio makubwa zaidi akiwa na Simba, na hasa kwenye michuano ya kimataifa mpaka Al Ahly wanakuja kumchukua Jose Luis Miquissone. Hakuwa mchezaji wa kawaida, alikuwa ni mchezaji ambaye tayari ameshajiestablish kwa ukubwa sana kwenye ligi yetu, amejiestablish ndani ya kikosi cha Simba. Kile ukizungumza Simba ulikuwa unamtaja Luis Jose Miquissone, ulikuwa unamtaja Clatous Chota Chama. Kwa wakifanya mabadiliko kwenye maeneo hayo mawili, ninadhani inaweza kuja kuleta mabadiliko zaidi na kuongeza kitu kwenye kikosi chao endapo atazingatia aina ya wachezaji ambao wanawachagua, sio zile sajili ambazo zinafanyika za kuungaunga. Mtu anakuja mechi 2 tayari asha flop na anashindwa kabisa kuonyesha kitu na kwa kushawishi benchi la ufundi na hata kuwashawishi mashabiki wenyewe kuendelea kumpa support. Msimu uliopita tuliona Jean Charles huwa kama ndo kinala kwa upande wa Simba. Alikuwa top scorer wa ligi kuu yetu hii, hata kama tuzo baada zitolewa kidogo top scorer akiwa na goli nyingi. Lakini msimu huu unaanza, Jean Charles huwa hapati tena muda nafasi ya yeye kuonekana kiwanjani chini ya mwalimu, chini ya meneja mkuu Dimitar Pantev amempa muda mchache wa kucheza. Tumemwona Yusuf Kagoma msimu uliopita, yeye chini ya Fadlu mwalimu ndo alikuwa anamtegemea sana katika eneo la kiungo wa ulinzi. Lakini msimu huu unaanza,
Yusuf Kagoma anapata muda mchache wa kucheza. Kwa hiyo kumekuja na mabadiliko mengine ambao labda tulitarajia msimu huu unaanza kutokana kwamba alikuwa ameandaa mpango mzima alikuwa ni Fadlu. Yes. Tulitegemea tuone mabadiliko machache kama alivyokuwa amefanya, kwamba aliongeza nafasi ya mbele, labda akiwa amejiongezea washambuliaji, kwa sababu msimu uliopita alikuwa na Desem Kwala, wakina Ateba aliondoka. Kwa ina maana alipoongezea wawili Jonathan Soa na akamuongezea Selemani Mwalimu kwa mkopo kutoka Wydad Casablanca, alikuwa amewaza kwamba hapa anaongezea mbele na baadhi na nafasi nyingine, kama mfano Zimbo Junior aliondoka kwenda upande wa pili, wakamleta Antonio Mligo, wakajua kwamba basi nimemuongeza mtu mwingine kwenye ile namba. Lakini mwalimu anakuja mpya, anabadilisha kila kitu. Labda unaweza kusema ujio wa walimu wapya ndio uribadilisha structure nzima ya Simba hadi sasa. Hiyo inakuwa na impact kwenye baadhi ya vilabu vingi sana. Anapokuja mwalimu mpya, tegemea kabisa kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa ni regular starter kwenye kikosi wataanza kukaa bench, na kuna ambao walikuwa bench wataenda kupata nafasi ya kuanza kikosini. Tazama mtu kama Azizi Ndambwile ndani ya Yanga. Alikuwa hapati nafasi, lakini alivyokuja mwalimu kaanza kumwamini, kumpa nafasi, na watu wakaanza kuappreciate na kutambua uwepo wake ndani ya kikosi cha Yanga. Kwa hiyo kuna wachezaji ambao anapokuja mwalimu mpya anakuja kuwatazama kwa kiwanja cha mazoezi, anaona huyu ana kitu cha kuniofa kiwanjani, anaanza kumpa game time kidogo kidogo, baadaye anaanza kumuofa dakika 90 zote, na baadaye anakuwa ni regular starter. Ukimwona anakosekana ni kwa sababu labda ni majeraha ameyapata au sababu zinginezo za kiufundi kulingana na opponent ambaye anaenda kukutana naye. Lakini ukitazamia mpango kazi wa klabu ya Simba, wamemzungumzia Jinshazi Ahoua, ndio top man wa Simba msimu uliopita, na hata kwenye ligi yetu ukitaja wachezaji watano ambao waliperform zaidi tukiweka kwa rate, pengine Jinshazi Ahoua atakuwa na rate ya 8 point kadhaa, yani ni above 8, tukiweka na 1 mpaka 10, Jinshazi Ahoua atakuwa amepata 8 ya 10, na ile 8 yenyewe tunaweka ni 8 plus. Alikuwa na kiwango kizuri sana ndani ya Simba msimu uliopita, lakini pia overall performance kwenye mashindano yote, na amefanya pia kazi kubwa kwenye michuano ya kimataifa hadi mnyama anafika finali ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo anapokuja mwalimu mpya, obviously huwa kuna mabadiliko ambayo yanafanyika. Kwa hiyo kitu ambacho kilikuja kutokea Simba, japo kuna rafiki yangu mmoja nisingependa kumtaja jina, alinithibitishia akasema kwenye issue kama ya Yusuf Kagoma kuna tofauti zilitokea hapa mwishoni, ndio maana akawa anakosa nafasi ya kufanyaje ya kuanza ndani ya Simba, akawa hapati kabisa muda wa kucheza, na kwa tunapewa sababu ya kwamba ana matatizo hivi na hivi, sijui unaelewa. Lakini ni mtu ambaye inaonekana alipishana kauli na moja ya viongozi pale ndani ya Simba, kwa hiyo akawa anakosa hata ile game time ya kucheza. Kwa hiyo ndani ya Simba anachokipitia hivi sasa, wanapaswa kutulia. Mwalimu mpya anayekuja wanapaswa kutambua na kumzingatia kwenye mahitaji yake, kwamba anahitaji mchezaji wa aina gani na maeneo yapi ambayo anahitaji kuyafanyia marekebisho. Jinshazi Ahoua kupoteza nafasi ya kuanza hapa mwishoni sio kwamba ni mchezaji mbaya. Jinshazi Ahoua ni mchezaji ambaye ndani ya Simba, ukihitaja Simba hivi sasa lazima umtaje Jinshazi Ahoua kwa alichokifanya msimu uliopita. Japo msimu huu hajaanza vizuri kiasi hiko, lakini hatuwezi kumvua ile clown yake ambayo yuko nayo, kwamba tukamwandarate ya kwamba kisa msimu huu hajaanza vizuri tukamwandarate kwamba ni mchezaji wa kawaida. Hapana, kumbuka ametoka Ivory Coast akiwa ni MVP. Kwa hiyo haiwezekani mtu kama yule ndani ya Simba amefika pia amefanya vizuri, na tunatarajia pia anaweza kachukua pia MVP. Anapambana yeye, tunasema top rated players ambao wanapigiwa chapuo zaidi kuchukua tuzo ya MVP kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Yuko yeye pamoja na Pacome Zouzoua, japo anaingia pia Faisal Salum kwa upande wa Azam, lakini wachezaji ambao wanachuana kwa ukaribu zaidi ni Pacome Zouzoua kwa upande wa Yanga pamoja na Jinshazi Ahoua kutoka Simba. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ndani ya Simba klasi yake hatuwezi kumwandarate kwa sababu ni mchezaji wa daraja la juu. Tunamaliza hivyo, ni maneno mazuri kutoka kwa Alois Sagala, lakini ambalo tunaondoka nalo ni kwamba tathmini inatakiwa ianzie kwa viongozi, ikimaliza ifate kwa wachezaji. Tukushukuru ole tutazama mwanzo mwisho, aliyesimamia show nzima hii mpaka unatutazama tukiwa katika mfumo wa HD kabisa, si mwingine ni Mr. Paco. Bye.